ili ya kuleta maana ambayo haitapotosha chochote kile ambacho ni cha kitaalamu kuhusu afya ya akili, magonjwa ya akili, labda pengine na changamoto za afya ya akili ambazo tutaziona hapa kwenye hii PTSD. Kwa kwanza kabisa na kuona maana ya trauma, sababu kwa kifupi tumezoea kuiita trauma. Hii PTSD ni nini? Trauma ni nini? Hii tunaita kwanza, kwa Kiswahili ningeita ugonjwa wa akili, ambao ni baada ya tukio la kutisha. Kwa nini baada ya tukio la kutisha? Mtu ukifanyiwa tukio au ukishuhudia tukio linafanyika kwa mtu mwingine, hii inaweza ikatengeneza ugonjwa wa akili ambao ndio tunaita PTSD. Kwa hiyo Kiswahili chake rahisi ni ugonjwa wa akili baada ya tukio la kutisha. Hii inawezekana ukashuhudia wewe, au inawezekana likakutokea wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia kwa mtu mwingine, au inaweza ikakutokea wewe binafsi. Ndio maana tukasema baada ya tukio la kutisha kutokea kwenye mazingira. Sasa ninauita ugonjwa wa akili, na kabla sijaendelea mbele, ningependa tufahamu kwamba ugonjwa wa akili ni nini. Hapa ndugu wasikilizaji, nitawarudisha nyuma kwamba kuna kitu kinachoitwa afya ya akili, kuna kitu kinachoitwa changamoto za afya ya akili, na kuna kitu kinachoitwa magonjwa ya akili. Hivi ni vitu vitatu tofauti ambavyo ningependa kabla ya kuanza kuidadavua PTSD au ugonjwa wa akili baada ya tukio la kutisha ni nini. Nikisema kuhusu afya ya akili namaanisha ni hali. Hii ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kuchanganua changamoto zake za kila siku anazokumbana nazo. Uwezo wa mtu kukutana na changamoto, lakini vile vile akazichanganua, akazisuluhisha na zisiende kumwathiri yeye kwa jinsi anavyofikiri, jinsi anavyotenda, au jinsi anavyohisi mambo, anavyoyachukulia. Changamoto za maana hiyo ndio afya ya akili. Sasa ni uwezo wa mtu, ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto zake za kila siku zisimwathiri. Maanake changamoto ya afya ya akili au za afya ya akili ni pale ambapo mtu anashindwa kukabiliana na changamoto zake za kila siku, hali ambayo inaweza ikampelekea yeye kubadilika na kuathirika namna anavyofikiri, anavyotenda, labda na anavyohisi yeye kama yeye. Hiyo ndio changamoto ya afya ya akili. Maanake tunasema huyu mtu sasa ana changamoto ya afya ya akili. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kukabiliana na zile changamoto zake za kila siku, hivyo zikaenda kumwathiri kwenye maeneo matatu: anavyofikiri, anavyohisi na anavyotenda. Na magonjwa ya akili sasa tunasema haya ni matatizo ambayo mtu anayapata yanayoenda kuathiri fikra zake, hisia zake na matendo yake kwenye jamii. Maanake wewe unapomuona kwenye jamii unaweza kaanza kujiuliza, mbona huyu ni mtu mzima lakini anafanya hiki? Au mtu anakuwa anahisi vitu vingine ambavyo wengine wengine hawavichukulii kama anavyovichukulia, au anaweza kuona na kutafsiri vitu jinsi ambavyo jamii haichukulii namna ambavyo inatakiwa kuwa. Na ndio tunakuja tunapata watu ambao wanakuja baadaye wanaitwa vichaa, kwa sababu wakati mwingine yeye anakiona kitu ambacho wewe ukioni, alafu anakimbia au ana react tofauti. Kwa hiyo tunabaki kusema yule amekuaje. Sasa hicho ndio tunachokiita mgonjwa wa akili. Kwa hiyo hii PTSD manake wenyewe ni ugonjwa wa akili. Napenda tuufahamu hivyo kwamba ni very serious, moja kati ya magonjwa ya akili ambayo ni very serious mental illnesses. PTSD ni moja kati ya magonjwa very serious, na watu wengine hawajui kwamba wanapitia na wana ugonjwa wa akili. Kwa hivyo nitapenda tufahamu na tuanze kutambua kuanzia leo hii ambavyo tunafanya hii presentation yetu. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa hii post traumatic stress disorder. Ndio. Sawa, nashukuru kwa response.
Hii post traumatic stress disorder ni ugonjwa wa akili unaweza kumkumba mtu baada ya kupitia au kushuhudia tukio la kutisha au la kuogofya kama vile ajali mbaya, vita, unyanyasaji, majanga ya asili ambazo tumeziita, inaweza ikawa ni kwa Kiingereza ni experiencing traumatic event au situation, ambayo inawezekana ikawa ni first experience au secondary experience. Nikisema first experience namaanisha jambo limemtokea yeye mwenyewe moja kwa moja, labda ajali ilitokea, labda bodaboda amegongana na basi, alafu yeye ni mhusika aliyekuwa aidha kwenye bodaboda amepanda au kwenye basi. Nyumba imeungua, alafu mtu ambaye nyumba yake imeungua yeye alikuwa ndani amekaa, yeye labda ameponea chupuchupu kufariki. Sasa huyu ndio mtu ambaye tunamuita first experience, mtu ame experience traumatic event. Au unaposema secondary experience, na maanisha labda tuko barabarani tunatembea kwa mguu, imetokea ajali, basi imegongana na lori, alafu sisi tumeshuhudia kama wapitaji wa njia. Baada ya kuona kile kitu kimeenda kuathiri ubongo, kwa sababu trauma tunapozungumza kisaikolojia tunamaanisha ni maumivu makali, maumivu ya kihisia ambayo yanatokea na yanaathiri eneo la ubongo. Kama unavyofahamu kwamba maumivu yanatokea kwenye maisha ya binadamu na anaweza mtu akaathirika, mguu ukavunjika, mkono ukapata shida. Maanake maumivu yale yanapotokea kwenye kiungo chake cha mwili ndivyo na kwenye ubongo yanapotokea. Ijapokuwa anakuwa hajaathirika moja kwa moja kama tunavyoona kwenye mwili, lakini kwenye ubongo unatafsiri pia maumivu ya kihisia kama inavyotafsiri maumivu ya mwili. Na ndio maana wakati mwingine utajiuliza, mbona mtu anaweza kanyanyaswa kimapenzi au akaachwa alafu akawa na maumivu makali mpaka anakuambia nasikia moyo unauma au kifua kinawaka moto? Ni kwa sababu ubongo wa binadamu hauwezi kutofautisha kati ya maumivu ya mwili na maumivu ya akili. Hivyo ndivyo studies zinavyoonyesha na tafiti za wasomi mbalimbali. Kwa hivyo maanake kama ubongo hauwezi kutoa tofauti kati ya maumivu ya mwili na maumivu ya akili, I mean maumivu ya kihisia, ndivyo ambavyo mtu akijeruhika moyo au akiumizwa au akishuhudia tukio la kutisha, ubongo unatafsiri vile vile kwamba huyu mtu amepata jeraha kubwa na maumivu makali kama ambavyo unatafsiri kwenye mwili. Na ndio tafsiri kubwa ya ugonjwa wa akili unapokuja kutokea, ambao tunakuja kuita post traumatic stress disorder, PTSD. Kwa hiyo tusidharau matukio yanayotokea, kwa sababu haya yanaweza kuja kuwa hatari na akamwathiri mtu kwa maisha yake yote hapa duniani endapo asipofuata matibabu. Sasa kwa mujibu wa WHO, yani World Health Organization, hii post traumatic stress disorder ni mojawapo ya matatizo ya msongo yanayotokea baada ya mtu kukumbana na tukio linalohatarisha maisha yake au usalama wake, lakini pia na wa mtu mwingine, maanake kwa kushuhudia kikimtokea mtu mwingine. Na hili sasa linapokuja kutokea, ni lazima tunasema mtu mpaka tunakuja kusema huyu ana changamoto au ana ugonjwa wa PTSD, lazima kwanza huo experience first experience au secondary experience. Kuna mambo yanatokea nyumbani, umepigwa, labda mke wako anakupiga, au ni mtoto analelewa kwenye mazingira magumu ambayo anakutana na adhabu kali, wakati mwingine kushinda mpaka makosa aliyofanya, au shuleni anafanyiwa ukatili. Hii yote ni first experience ambayo inaweza kumfanya mtu manake asipotibiwa kwa wakati ikamjengea kuwa na shida baadaye. Naomba mtu slide tupeleke mbele. Nafikiri kwa maana hiyo mmenielewa kwamba naposema PTSD ni ugonjwa wa akili namaanisha nini, umetokea wapi na umekujaje. Kwa hiyo PTSD ni ugonjwa wa akili kama ilivyokuwa magonjwa mengine ya akili ambayo yanaweza yakaathiri mtu anapofikiri, mtu anapotenda, lakini wakati mwingine mtu anapohisi. Na haya mara nyingi yanatokana na mtu experience whether direct primary experience au secondary experience, tukio lolote lile la kuumiza, la kutishia maisha, la kujeruhi na mambo yanayofanana na hayo. Sasa hapo ndipo tunapopata. Kwa hiyo kwa ushahidi tu wa kijamii, kwa mfano halisia, kuna watu wameishi kwenye maeneo kama Dar es Salaam, Dodoma, labda Mbeya. Kwa mfano wakati wa matukio tarehe 29 Oktoba yametokea matukio mengi kwa Tanzania ambayo yameumiza watu. Hata mfano nimeona kuna mtu mmoja tuko naye humu anasikiliza kutoka Kenya. Hata Kenya vile vile tumeona kuna wakati
vijana wa Gen Z wamefanya maandamano, watu wameumizwa, watu wamepigwa, watu wameuawa, lakini watu wameibiwa. Sasa inawezekana usiwe moja kwa moja ni mwathirika, lakini ukawa ni mtu aliyeshuhudia yale matukio. Si lazima moja kwa moja uwe mwathirika wa magonjwa ya akili. Ni kwa nini nasema hivi? Kwa sababu napenda tu kujulisha umma kwamba magonjwa ya akili ni kama unavyoona magonjwa ya mwili, kwa maana ya kwamba kuna watu miili yao iko very active, inaweza kupambana na magonjwa. Kuna miili ya watu wengine ni midhaifu, kila siku lazima atumie dawa. Kuna watu vile vile wako hivyo hivyo, kwamba yeye kiakili, uwezo wake wa kuhandle situation na uwezo wake wa akili wa kumsaidia kupona mapema inaweza ikachukua muda mrefu na akapata magonjwa haraka haraka, wakati mwingine mpaka changamoto za afya akili. Lakini kuna wengine miili yao, akili zao ziko very strong, kupata changamoto au magonjwa ya akili kwake si rahisi, kwa sababu ubongo wake una uwezo mkubwa wa kujilinda. Kwa hiyo naposema watu wanashuhudia, haimaanishi kila mtu aliyeshuhudia lazima afikiwe, lakini ubongo wa binadamu una kawaida ya kutunza taarifa. Kwa hiyo kujihakikishia usalama au kupona vile vile si rahisi, kwa sababu kila unachokishuhudia kaingia kwenye ubongo wako kama binadamu, si rahisi kwamba kinatoka hivi hivi kwamba kinatoka, hapana. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambavyo PTSD inakuwa, na huo ndio jinsi ambavyo ugonjwa wa akili ni kitu ambacho ni very complicated, kwa sababu watu wengi wamekuwa exposed direct kwenye changamoto, kwenye matatizo, na kuna watu wame experience kama secondary experience, kwamba wameona watu wengine wakifanywa matukio fulani fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni ugonjwa ambao uko very complicated, kwa sababu watu wengi wanaishi nao bila kujua kama wana changamoto wala tatizo lolote. Sasa utajuaje? Tutakuja kuona hapa mbele. Sasa kama nilivyosema, visababishi vinaweza kuwa vingi. Visababishi vya mtu kuwa na PTSD vinaweza kuwa vingi. Mfano wa tulivyoviweka hapa, kwanza kuna ajali mbaya. Hii ni mifano. Mzingatie, nimesema hii mara nyingi inaanza kwa vitu viwili: either ume experience direct, wewe umefanyiwa tukio au ni mhusika kwenye tukio, au umeshuhudia mtu mwingine akiwa anafanyiwa. Hivi ndio visababishi vikubwa viwili. Lazima uwe umeshuhudia tukio likitokea, au lazima uwe umehusika kwenye tukio fulani mpaka kuja kuhesabika kama mmoja kati ya mtu unaweza kuwa kwenye riski ya kuathirika na ugonjwa wa akili ambao ni post traumatic stress disorder. Kwa hiyo kwa mfano, vitu vinavyoweza kutokea vikabisababishia mtu kijamii na kimazingira tuliyopo: kuna kushuhudia vita, kuna ajali mbaya, mfano ajali za barabarani, kuna tumesema vita au mashambulizi ya kigaidi, na yanatokea haya mambo kwenye jamii. Kwa watu ambao wameishi maeneo ya huko Dar es Salaam na Pwani, nafikiri kuna historia imewahi kutokea hapa nyuma kwa Tanzania, Kibiti. Kuna watu wameona. Kenya kuna matukio yametokea, Uganda kuna matukio yametokea, nafikiri kwenye wakati wa uchaguzi watu wameona. Kwa hiyo haya mambo si ya kufumbia macho wakati yanapotokea. Nafikiri jamii na serikali kuna namna inabidi zitafute namna ya kufanya msaada. Tutaongea huko mbele msaada wake unakuwaje. Kuna unyanyasaji wa kimwili au wa kingono. Nafikiri kwa mfano mzuri, watoto wanapokuwa wanatandikwa na wanapewa adhabu kali na wazazi au walezi wao kupita umri wao, labda mtoto anabebeshwa adhabu kubwa. Wakiwa masomoni, kuna walimu wanatoa adhabu kwa wanafunzi kwa namna ambayo ni kama kumkomoa mwanafunzi vile, lakini si nzuri. Kuna labda majanga ya asili, mfano mafuriko, matetemeko ya ardhi. Kwa mfano kama wakazi wa Kagera Tanzania, imewahi kutokea mwaka 2016 kuna tetemeko la ardhi lilitokea. Ni moja kati ya majanga ya asili, ni mfano, na kuna watu waliathirika. Kuna watu nyumba zao zilianguka, wengine zilipata cracks, wengine yametokea matukio watu wamenusurika kuangukiwa na vifusi. Kwa hiyo unaona matukio kama hayo yanapotokea, kuna namna yanaacha athari kwenye ubongo wa binadamu, na hizi athari mhusika anaweza kawa hajifahamu kama ameathirika kwa sababu ya kutokujua ni nini kinachoendelea, lakini zinakuwepo. Kuna kupoteza mpendwa katika mazingira ya ghafla, manake tunazungumzia misiba. Kwa hiyo kwa mujibu wa APA, yani American Psychological Association, si kila mtu anapitia tukio la namna hiyo, mfano wao niliyataja hapa juu, lazima apate PTSD. Lakini viko vitu vingi vinaweza kuchangia mtu kupata. Kwa mfano kuna kitu tunakiita
genetic vulnerability to disorder. Maanake magonjwa yote yanapotokea, hasa magonjwa ya akili, na severity yake wakati mwingine inaweza ikachangiwa kwa asilimia kubwa na sababu mbalimbali, ikiwemo udhaifu wa genetics. Maanake labda kuna familia ina historia ya kuwa na magonjwa ya akili, kwa hiyo inaweza ikatokea tukio kama hilo akalishuhudia na likaenda kuwa trigger, kuwa kitu cha kuchochea, kichocheo cha mtu kupata ugonjwa wa akili. Lakini vile vile kuwa ni mtu wa kushuhudia matukio mengi ya namna hiyo bila kufuata matibabu, yani amekuwa na historia ya kukutana na vitu vingi, lakini hawi mtu wa kutafuta matibabu. Kwa hiyo huyu inaweza kaja kutokea jambo na likamfanya likalipua, likafanya kama mlipuko, ikasababisha mlipuko wa changamoto au magonjwa ya akili kama haya kutokea na kuonekana kwa ukubwa wake. Naomba tuende mbele kidogo, mtu wa slide. Sasa tukiachana na mifano hiyo tuliyoiona hapo na ni namna gani haya mambo yanaweza yakatokea, napenda tufahamu kwamba ziko dalili. Unajua, ukishakutana na haya mambo, na kama mtu unaishi kwenye jamii, unafahamu kwamba haya mambo yanatokea na haya mambo yanaweza yakawepo, kama nilivyosema, si kila mtu lazima apate kwa sababu ameshuhudia au amefanyiwa tukio, lakini ni namna gani unaweza ukafahamu kwamba mimi ni mwathirika au mtu fulani ni mwathirika wa matukio ya hatari ya kuogopesha au ya kutishia maisha yaliyowahi kumtokea. Ziko dalili mbalimbali na dalili ya kwanza ambayo ningependa nihitaji kabisa, kwanza kuna kujirudia kwa kumbukumbu. Kwa Kiingereza wanaita re-experiencing traumatic event. Manake kuna labda mtu umeshuhudia tukio la moto au umeshuhudia tukio la kuuawa kwa mtu kikatili, na kila mara unapokaa lile tukio linajirudia kwenye ubongo wako, yani kila muda unaliona kama linatokea tena. Hii inaweza kaja kuwa moja kati ya dalili ya kwamba huyu mtu tayari ameshakuwa mwathirika, kwa sababu kwa kawaida inapotokea jambo, manake ubongo ndio utaruhusu, kwa sababu ubongo wa binadamu unahifadhi kumbukumbu, una sehemu ya memory, lakini kuna ile sasa inakuwa too much, yani kila muda linajirudia kwenye ubongo wako, si kwa kumbukumbu za kawaida kwamba nimelikumbuka lilitokea, lakini mara kwa mara ni kama picha inakujia kichwani, kama flashbacks fulani zinakujia kichwani, unaona kabisa tukio fulani kama linarudia tena kutokea, yani ulishaliona lilishatokea. Kwa mfano mzuri, umewahi kushuhudia tetemeko la ardhi, ukawa muhusika labda kwenye tukio lilotokea, alafu unakuwa kila ukikaa labda maeneo yenye ghorofa au jengo, ndani ya jengo ambalo labda ni zito, ambalo unahisi likitokea tetemeko utapata shida, labda imetokea tu ghafla, watu wanashangaa umenyanyuka kama unataka kukimbia. Sasa ukiangaliwa, watu wengine wamekaa hawana shida, wewe ni kama unanyanyuka unataka kukimbia, na ukiulizwa ni kama una kiwewe. Kwa nini? Kwa sababu umeona kama tetemeko limetokea tena, kumbe kuna mtu alivuta meza pembeni, au kuna gari lilipita zito lenye kishindo limetikisa. Wewe kwenye akili yako umeshafanya re-experience. Au labda mfano mwingine, unapita barabarani ambako uliwahi kushuhudia ajali imetokea, and then mnatembea barabarani, alafu ghafla wewe ni unaona picha ya gari kugongana na gari lingine, ili hali watu wengine hawaoni kama wanavyoona. Kumbe inawezekana re-experience, unaona tukio tena, kumbukumbu zinajirudia, na si kumbukumbu tu, wakati mwingine mpaka unaona picha ya matukio. Yani hii imezidi kumbukumbu sasa, wewe unaona mpaka picha ya matukio. Hii inaweza ikawa ni moja kati ya ishara ya kwamba huyu mtu sasa anaelekea au tayari ni mgonjwa wa akili ambaye anafanya re-experiencing ya traumatic event. Kunakuwa na ndoto mbaya na majinamizi, inaweza ikawa ni dalili vile vile. Kuna flashbacks nimeelezea kwenye re-experiencing na kujirudia kwa kumbukumbu, ndio hii flashback pia inakuja kwenye mifano niliyotolea, kwamba unahisi tukio limejirudia. Yaani unaona kabisa mbona kama ajali inatokea, wengine hawaoni, lakini wewe unaona ajali imetokea. Sasa hiyo ndio flashback ambayo inafanya watu wanakuwa ni moja kati ya dalili za kuonyesha kuwepo kwa magonjwa ya akili kama post traumatic stress disorder. Kuna msongo mkali unapokumbusha tukio. Yaani unakuta mtu alishafanyiwa tukio, kwa mfano watu waliotendwa kwenye mapenzi. Ukijaribu kuongelea kuhusu mwanamume au ukijaribu kuongelea kuhusu mtu ambaye amekuwa naye kwenye mahusiano na wakaachana, anakwambia sitaki kusikia kabisa kuhusu yule mtu. Yaani wewe ongelea vitu vingine vyote, lakini sitaki kabisa uongelee kuhusu mtu fulani. Kwa nini inatokea? Ni kwa sababu unakuta mtu anaogopa kwa sababu ya maumivu yaliyokwisha kutokea kwenye hisia zake. Maana ubongo unarudisha maumivu tena.
Sasa anakwepa yale maumivu yasiendelee, akifikiri kwamba ndio atakuwa salama zaidi, wakati ndio tatizo linazidi kuwa kubwa ndani mwake. Sasa hizi dalili za kwanza naweza nikazi categorize kwenye kundi A ambalo ni kundi la kujirudia kwa kumbukumbu, kwamba hasa katika kujirudia kumbukumbu unaweza kukutana nazo kwa aina ya ndoto mbaya, aina ya flashbacks, aina ya misongo mikali unapokumbusha tukio. Kwa hiyo hii yote ni A, kwamba tuna categorize dalili ya kwanza kwa namna hiyo. Dalili ya pili inawezekana ikaja kwenye mfumo wa epuka. Kwa mfano, kuna mtu anaepuka sehemu zenye watu wenye wanaokumbusha tukio, sehemu au watu wanakumbusha tukio. Ndio nikachukulia mfano, mtu ameshuhudia tetemeko la ardhi, alafu ameenda kwenye jengo la ghorofa, labda wakati linatokea na liko kwenye jengo kama hilo, mtikisiko unapotokea mara ya kwanza, huyu mtu lazima atapata shida kukaa kwenye hilo eneo. Au labda ulikuwa kwenye eneo la watu wengi kama ukumbi wa mpira, alafu moto ukawaka, huyu mtu hawezi kukaa kwenye hilo eneo akiwa na raha. Kwa hiyo manake atakuwa na avoid, anakwepa kukaa kwenye eneo linalofanana na hilo. Kuna kukataa kuzungumzia matukio, nimechukulia mfano pale juu, labda mtu aliachwa. Kuna mabadiliko ya kihisia na kifikra ambayo ndio dalili kubwa ya magonjwa ya akili. Kuna huzuni au hasira za mara kwa mara, manake ni ishara ya mtu kwamba hajakaa sawa. Kuna kujihisi mwenye hatia, manake feeling of zile guilt tunaita. Kuna kupoteza hamu ya kufanya shughuli mbalimbali, ikiwemo za kuzalisha uchumi na za kifamilia na za kijamii wakati mwingine. Tuko pamoja mpaka hapo? Sisikie response yote kwa wasikilizaji. Tuko pamoja mpaka hapo? Naona hamwitiki. Ndio. Tuko pamoja. Basi naomba mtu aslide tuendelee mbele. Ndio. Sasa hizo tulizoziona hapo juu ni moja kati ya dalili. Unajuaje kama mimi umeshaathirika au jirani yako ameshaathirika tayari? Ziko category nyingi, lakini kwa sababu hii ni presentation na ina muda ambao uko very limited, ningependa tujue kwanza hizo hapo juu, kwamba dalili za muhimu ni zipi. Sawa? Ijapokuwa kulingana na sasa category ambayo ipo tunaisema kwa labda ni Institute of Mental Health, lakini pia kuna ile tunaita DSM-5. Dalili zinapotokea kwa kawaida kwenye magonjwa mengi lazima tu tuna duration, tunaita duration, muda. Sasa mpaka tukategorize, kwa sababu hizo dalili pia zinaweza zikatokea kwenye ugonjwa mwingine wowote wa akili, mtu akawa na tabia zinazofanana na hizo, kwa mfano kama depression. Sasa ili tuita PTSD, lazima hizi dalili zote zimedumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Haya mambo yametokea kwa kujirudia zaidi ya mwezi mmoja. Sasa hapo tunaweza tukaanza kusema hii inaweza ikawa dalili ya ugonjwa fulani. Wakati mwingine baadhi ya taarifa zinatofautiana. Kuna wataalamu wengine wanasema mpaka miezi 6, lazima zijirudie na zidumu mpaka zaidi ya miezi 6, wakati wengine wanazitafsiri kwa mwezi mmoja. Kwa lazima tujue namna ya kuendana nazo zote, lakini mpaka hapo, ndugu wasikilizaji, hizo ni dalili baadhi za kuonyesha kwamba huyu mtu inawezekana amekuwa na ugonjwa wa akili aina ya PTSD. Ziko nyingi, mfano zingine ni kama usingizi hafifu, mtu unakosa usingizi au unakuwa na usingizi wa kushtuka. Yaani kuna ile huna usingizi au usingizi wako unakuwa ni wa kushtuka. Kuna kukasirika haraka, kuwa mwangalifu kupita kiasi kwa sababu una hofu kilichotokea kipindi kile kinaweza ikatokea tena leo. Zote hizo ni dalili za mtu kuwa na ugonjwa wa akili, hasa aina ya PTSD. Kwa ziko dalili nyingi, lakini miongoni mwa dalili ambazo mtu lazima uzifahamu na ni za muhimu, ambazo nimestaja kwenye kategori A pale, na lazima ziambatane, tafadhali mnikumbuke, lazima ziambatane na moja kati na matukio mawili. Aidha mtu aliwahi kushuhudia tukio likifanyika baya, au yeye ni moja kati ya victims, mwathirika wa tukio husika. Hiyo lazima itokee kwanza, alafu baada ya hapo ndo tutaanza kuona zile za category A, kwamba huyu mtu ana re-experiencing. Hiyo inakuwa ni ishara, kwa sababu zingine za hapa chini zinaweza zikawa dalili pia za magonjwa mengine ya akili, lakini ile ya kwanza ya re-experiencing kama tulivyoziainisha pale ndio dalili kubwa za post traumatic stress disorder. Kwa hiyo kwa watu ambao wameshawahi kushuhudia matukio ya hatari, kwa watu ambao wameshawahi
kufanyiwa matukio ya hatari, lazima tukumbuke kwamba yanaacha athari, yanaacha madoa kwenye maisha ya watu, na haya madoa yasipotendewa, yasipofanyiwa kazi, yanaweza moja kwa moja yakaathiri na kumletea mtu magonjwa ya akili. Sawa eh? Sasa athari za hii PTSD kama haijatibiwa, kwa sababu napenda niwaambie tu ubongo wa binadamu, wataalamu wanaosema ni kama kibox cha chuma. Wataalamu wanapenda kusema ubongo wa binadamu ni kama kibox cha chuma ambacho kinapoingiza taarifa ndani huwa hazitoki. Napenda hapa mnisikilize vizuri, niwape haya madini. Ubongo wa binadamu ni kama box la chuma ambalo linapoingiza vitu huwa havitoki. Kwa hiyo toka ukiwa mdogo kuna vile tunavyoviita early childhood experiences, mpaka unapokuwa mtu mzima, ubongo wako unatunza matukio ambayo haya matukio yanaathiri jinsi unavyotenda na unavyofikiri na unavyokuwa na mitazamo kwenye jamii husika unayokaa. Kwa hiyo namna pekee mtu anakuja kutibiwa kwenye ugonjwa wa akili ni kwanza kwa kuzungumza, kwa sababu unapozungumza na kuongea mambo na kuyatoa, ndivyo na ubongo wako yaani ndio namna pekee yake ya kuvitoa. Bila hivyo vitu vikishaingia kichwani huwa havitoki. Yaani ubongo wa binadamu ndivyo ulivyoumbwa na Mungu. Kama unapoingiza matukio au mambo au taarifa, hakuna namna zitatoka isipokuwa tu kwa kitu kinachoitwa psychotherapy. Kwa hiyo mazungumzo tiba ndio yanakusaidia kutoa taarifa nje. Kwa hiyo kama ni ugonjwa ambao unaumiza, kama ni matatizo, ni changamoto za afya ya akili, psychotherapy pekee yake ndio njia ambayo inaweza kumsaidia mtu kutoa. Kwa hiyo manake unapokaa na kitu unasema haina shida, ndivyo tunapoanza kutengeneza magonjwa sugu ya akili na magonjwa makubwa ambao wakati mwingine kuvumilia ni ngumu. Kwa hiyo tunasema kwamba kama lisipotibiwa, yani usipofanya intervention za haraka, na hiyo intervention ya haraka nitakuja kuambia sasa inayofuata tunapoanza kuangalia matibabu jinsi yanavyoenda. Usipofanya msaada wa haraka, ndio tunakuja kupata magonjwa ambayo ndio PTSD. Sasa isipotibiwa, inawezekana ukafanya yafuatayo: ikafanya ugonjwa wenyewe PTSD, ikafanya msongo wa mawazo, ukawa na depression, kwa sababu hata hivyo comorbidity ni kitu cha kawaida unapokuja kwenye idara kada ya afya. Comorbidity maana yake ni uwezekano wa gonjwa zaidi ya moja kutokea kwa mtu mmoja. Kwa hiyo hata hii inaweza ikatokea na ugonjwa mwingine ikautengeneza, kwa mfano kama msongo wa mawazo inaweza ikakutengenezea tabia mbaya, au magonjwa mengine kama matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya, kwa sababu ukishakuwa mtumiaji ukaja kutengeneza uraibu, pia nao ni ugonjwa mwingine wa akili tunaofahamu. Inaitwa nimesahau msamiati wake mzuri. Kuna changamoto katika mahusiano, manake usipotibu hii inaweza kaja kuathiri mahusiano yako na mahusiano ya watu, jinsi unavyohusiana na watu wengine. Usipotibu hiki kinaweza kikaharibu mahusiano yako na watu wengine, ukawa ni mtu tofauti na tabia zako zikawa tofauti, ikaathiri mahusiano yako na mahusiano ya watu wengine, lakini vile vile inapunguza uwezo wa kufanya kazi. Hizi ndio athari za mtu ukipata hii na isitibiwe. Lakini wakati mwingine unaweza kufika hatua ya kukata tamaa ya maisha, kuwa muoga kupita kiasi. Ziko athari nyingi ambazo zinapatikana mtu usipotibu. Kwa hiyo unaona athari moja hapa yenyewe kwanza ni ugonjwa mwingine. Unajua usipotibu kwa mfano msongo wa mawazo tumeuona, depression au acute stress. Unaona ni ugonjwa mwingine. Maana huyu mtu tayari tukianza kuziangalia dalili za depression tunagundua mtu tayari ana category, yaani ni mtu mwingine tena ambaye tayari amesha complicate maisha yake. Lakini tumeona kuna matumizi mabaya ya pombe na madawa ya kulevya, kama ni madhara inaharibu, kwa sababu inaenda kuathiri ubongo wako moja kwa moja pombe, na ikisha kutengenezea ugonjwa tayari. Na tunajua bahati mbaya ugonjwa huo, matumizi ya madawa ya kulevya na pombe, ni relapse. Manake ina tabia kujirudia. Huyu mtu anaweza kaa kwenye mazingira hatari zaidi kuliko hata aliyotoka. Lakini kuna changamoto tumesema kwenye mahusiano, jinsi unavyohusiana na watu wengine. Hii inaweza kuwa ni kazini, ni ndoa, ni watoto, familia, ni majirani na jamii inayokuzunguka kwa ujumla. Lakini inaweza kupunguza uwezo wako kushiriki kwenye shughuli mbalimbali na kuchangia. Kwa hiyo ziko athari nyingi. Nasema tu hizi kwa sababu haya ndiyo makubwa ambayo tutayaangalia na lazima tuyafahamu. Ili tukimbizane na muda, twende kwenye athari slide ya mwisho. Sasa tuna matibabu. Tumeshamgundua huyu mtu ame experience
whether direct au secondary. Tumeziona dalili, tunaanza kushtuka, mbona huyu mtu kama inawezekana hayuko sawa sawa, mbona mahusiano yake na watu wengine yameathirika, mbona utendaji wake wa kazi umebadilika, mbona usiku hapati usingizi mzuri, mbona amekuwa ni mtu akuwa na msongo wa mawazo muda mwingi, amejinamia peke yake, amejitenga na watu wengine kwenye jamii, hataki kushirikiana nao. Huyu mtu mbona kama muda wote anafikiria kuua watu wengine, huyu mtu mbona muda wote anafikiri kwamba atauawa na watu wengine. Tayari ana dalili za ugonjwa wa akili, tayari ana dalili za PTSD. Sasa tunafanyaje? Huyu mtu tayari tunaye kwenye jamii, au labda wakati mwingine dalili bado hazijaanza kuonekana hizo kubwa, lakini huyu mtu alishuhudia matukio, huyu mtu alifanyiwa matukio. Tunamsaidiaje? Msaada wa kwanza ambao ni wa muhimu hasa, nitazungumza kwa watu ambao wameshuhudia matukio na wamefanyiwa matukio, lakini haijapita mwezi, haijapita wiki, ndani ya hizi siku chache za kwanza, kuna kitu tunachokiita debriefing. Debriefing ni matibabu ambayo yanahusisha jamii na watu husika ambao wameshuhudia tukio, na lengo ni kuwafanya, kama nilivyosema, lengo la psychotherapy ndio njia pekee yake ya kutoa taarifa kwenye ubongo na kuzifanya ubongo uzizoee, uzione ni za kawaida, si za maumivu tena, na ndipo matibabu yanapoanza. Kwa hiyo debriefing inakuwa imelenga hapo. Sitaongea sana kwa sababu ni mambo ya kitaalamu, manake mtu ambaye si mtaalamu alisema haya inawezekana asinifahamu vizuri, lakini sasa huo ni mmoja kati ya matibabu ambayo yanafanyika kwa haraka, na hii hasa ndio inabidi ifanyike. Na hii kwa mfano, kama kuna mtu ambaye anaubia na serikali au ni mtu wa serikali, ndio kitu ambacho inabidi mkifahamu kwamba ikiwezekana mshauriane na serikali, kwa sababu hiki ndio kitu cha kwanza kirahisi kukifanya. Unajua, ndio matibabu ya kwanza na ndio matibabu rahisi mno kuyafanya, kwa sababu inahusisha jamii na watu wengi, na haya ndio yanamsaidia mtu asije kudevelop. Bahati mbaya sikuiandika hapa kwenye slide zangu, lakini kwa sababu mimi ndo naipresent, nitaomba kwenye, kama kuna mtu ana note down ajaribu kunote. Debriefing ndo matibabu ya kwanza ya haraka na inamsaidia mtu asende kudevelop ugonjwa wa akili wa PTSD. Kwa hivyo mtu anapofanyiwa debriefing, na ni rahisi, nimesema, kwa sababu inahusisha jamii nzima. Haya mengine yanayokuja hapa chini ni ya mtu mmoja mmoja, kwa hiyo yana gharama pia, lakini haya yanahusisha jamii nzima. Kwa mfano, inapotokea ajali ya moto, majambazi wamevamia, ndani ya siku moja mpaka siku tatu, hapa watu wanaweza wakakusanywa, walioshuhudia na walioathirika, wakafanyiwa msaada wa kwanza ambao ni kama first aid, ambao ni debriefing. Msiponielewa hamna shida, kwa sababu mimi nitaongea na kitaalamu na ninafahamu kama mtaalamu, lakini nyinyi inabidi mfahamu kwamba kuna msaada, ndio maana mimi kuongea. Kwa hiyo hii inaweza kuwa organized na serikali ikafanya na watu wakasaidika, lakini pia kama jamii na uelewa huo, inaweza ikatafuta wataalamu wao wakajaribu kufanya. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, napenda kuwajulisha tu kwamba mgonjwa yoyote wa akili waga hatibiwi na mtaalamu mmoja. Kuna kitu kinaitwa biopsychosocial formulation. Mara nyingi wanatumia kwenye psychiatry, maanake kwenye matibabu ya magonjwa ya akili, hasa kwenye hospitali kubwa za magonjwa ya akili, lakini kwa kawaida, hata kwenye mazingira ya kawaida, mgonjwa yoyote yule wa akili waga hatibiwi na mtaalamu mmoja, hasa kama yupo kwenye hali mbaya kidogo, mbaya zaidi, kumaanisha kwamba biopsychosocial formulation maanake mtu anatibiwa kwenye mazingira aina tatu. Mazingira ya kwanza ni psychological, lazima umtibu mtu kiakili, lazima umtibu mtu kijamii, na lazima umtibu mtu kibiolojia. Kibiolojia kwa maana yake tunahusisha mwili na kila kitu anachokula mtu, ikiwemo dawa na jinsi mwili wake unavyoshughulikiwa na wataalamu, lakini akili maana yake ubongo mzima unavyoshughulikiwa na wataalamu na jamii socially. Ndio maana ya biopsychosocial management. Kwa hiyo maanake lazima umanage pia socially, kwa sababu huyu mtu tunamtibu au tunang'ang'ana naye kumsaidia, ametoka kwenye jamii, lakini vile vile atarudi kwenye jamii. Maanake jamii hatuna namna ya kuitenga, itahusika tu kwa namna yote ile. Kwa hiyo lazima tujue namna gani ya kumsaidia kijamii, lazima tujue namna gani ya kumsaidia kiakili, yani kisaikolojia, na lazima tujue namna gani ya kumsaidia mtu kimwili kama kuna madhara yametokea. Kwa hiyo kwa mfano mtu aliyekatwa mguu, huyu mtu inawezekana akawa na post traumatic stress disorder, lakini huyu mtu huwezi kwenda kumtibu akili wakati mwili umeuacha, mwili una maumivu. Ndio maana anasema hivyo. Na huyu mtu kumbuka, amefanywa matukio na yametokea kwenye jamii. Sasa anavorudi kwenye jamii, lazima umwandae na urudi kwenye jamii. Atafanya nini kwenye jamii? Na anaishije tena na wanajamii wale wale ambao inawezekana wamemfanyia tukio au wamemsababishia tukio. Na ndio maana tunasema matibabu lazima yawe biopsychosocial, kwa maana ya kwamba matibabu haya hayatibiwi na mtaalamu mmoja. Kwa sababu siwezi kuwa msaikolojia alafu nikafanya shughuli zote peke yangu, si ndio? Kama kuna wataalamu wa afya nafikiri watakuwa wanajaribu kunielewa.
Alafu sasa tunaposema tunayatibu hivyo, maana kisaikolojia kuna kitu tunachokiita psychotherapy, yani mazungumzo tiba. Mfano kuna cognitive behavior therapy, kuna exposure therapy, kuna MDR. Hizi zinajulikana kwa wataalamu na ni moja kati ya namna za kutibu watu ambao wamekumbana na matatizo. Kwa hiyo kama kuna mtu unamjua amewahi kufanya tukio au kufanyiwa tukio au ni wewe, msiogope kuona misaada ya wataalamu, kwa sababu misaada ya wataalamu ipo na matibabu yanafanya kazi kwelikweli na watu wanapona na wanarejelea kwenye hali zao za kawaida. Lakini sambamba na hiyo kuna mazungumzo, kuna matibabu ya dawa ambayo ni kuna dawa mbalimbali zinazotolewa kwa mfano antidepressant na zingine kama hizo ambazo zinasaidia watu kuweka ubongo wao sawa sawa baada ya kuwa wameshuhudia matukio ya kuumiza, ya kutishia na wakati mwingine ya kutishia uhai wao. Kwa hiyo hizo ndio namna ambazo matibabu yanaweza kufanyika. Tumesema hatujaandika hapa, lakini tumesema ya kwanza kuna debriefing, alafu tukaje kudadavua kwamba kuna biopsychosocial formulation au biopsychosocial management. And then kwenye biopsychosocial tumekuja kudadavua kwamba kuna jamii inaweza ikahusika, lakini kuna matibabu ya akili na kuna matibabu ya dawa. Tunaita pharmacological management. Wakati haya juu tunaita non pharmacological management, yani mazungumzo yasiyohusisha dawa. Ndio kama hiyo mazungumzo tiba. Mpaka hapo nafikiri nimekula muda wa kutosha, mtanisamehe bure, lakini nashukuru pia kwa kunisikiliza. Na mimi presentation yangu ningependa ishie hapa, kwa sababu hapa nimeshagusa tayari mambo makubwa ya muhimu. Kwa majina yangu naitwa Sebastian, ni mtaalamu wa afya ya akili, msaikolojia, nipo Dodoma. Karibuni sana kwa maswali, karibuni sana kwa maoni, na nirudishe kijiti sasa kwa mhusika host wa hii, atanipa maelekezo ya kufanya kama yapo. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mr. Sebastian. Kwa kweli hiyo ilikuwa ni njema sana. Na kwa huu muda nipende kukaribisha kama kutakuwa kuna mtu ambaye ana swali, ana comment, anataka kushare experience, ndio muda. Karibuni sana. Unaweza ukaunmute mic yako ama ukatype ujumbe hapo kwenye chat box ili kuweza kupata maoni yako ama swali. Karibuni sana, karibuni sana. Ninaona hapa kwenye chat box. Okay, asante sana. Naona asante sana, somo limeenda vizuri. Na pia hongera sana My Akili Platform Tanzania. Asante sana. Okay. Hii inaonyesha kwa jinsi gani ambavyo tumeelewa vizuri. Okay, mwezeshaji sawa kabisa. Swali. Kuna swali hapa. Nasema, je, mtu anawezaje yeye mwenyewe kujitambua ni mgonjwa? Ni mgonjwa? Dinayo, kama unaweza kuiongelea. Kuna swali hapo, mtu anaweza kujitambuaje kama ni mgonjwa, na pia ameomba kama unaweza kuongelea dinayo. Karibu Mr. Sebastian. Nashukuru kwa swali. Ni kweli mtu unaweza kujitambua kwamba ni mgonjwa au ni mwathirika. Ndio maana nikasema moja kati ya vitu ambavyo lazima tuvizingatie, cha kwanza lazima ujue kwamba, cha kwanza wewe ukiona umewahi ku-experience, whether ni first experience au ni secondary experience, ukishaona una hatia ya ku-experience tukio lolote lile, ni vyema kwanza kujicheki, kwa sababu baada ya hapo unaweza kuanza kuona mabadiliko. Nitawapa mfano ili mnielewe kwa dalili ambazo nilizionyesha pale juu, kwa sababu ili ujifahamu lazima utaangalia dalili.
Mimi nimekuwa mwathirika wa tukio la nani hii tunaita tetemeko la ardhi. Kweli mpaka leo nikikaa sehemu ambayo ni jengo refu kama orofa zito ambalo ni gumu mimi kutoka wakati tukio linapotokea lote lile la hatari, nakuwa muoga sana kukaa kwenye ile eneo, maana hiyo inaweza ikawa ni dalili kama nakuwa sijashughulikia. Lakini vile vile nimewahi kupata ajali kipindi fulani, kwa hiyo nilikuwa kila nikitembea barabarani nakuwa mwangalifu kupita kiasi. Naogopa kupanda baadhi ya vyombo kama bodaboda. Kwa nini? Kwa sababu kila ninapofika kwenye hiyo hatua nakumbuka kule, unajua Kwa hiyo sasa naanza kufanya avoidance najitahidi kukwepa mazingira ambayo yatanikumbusha kule kulikotokea, maanake hii inaweza kuwa pia dalili. Mimi najitambua kwa mfano huo. Kwa hiyo lazima ujichunguze, lazima ujiangalie kwa kufuatisha nilizoziweka pale juu kama dalili. Tumesema ya kwanza ni re-experiencing. Upendi kusikia taarifa inahusiana na kile, upendi labda ukikaa unaona flashback, matukio yanajirudia kwenye ubongo wako na dalili zingine kama hizo, au labda ni avoidance, unakwepa mada kama hizo, unakwepa mazingira ambayo yanafanania na yale, au watu wanaofanania na waliokufanyia tukio. Kwa mfano kwenye mahusiano, ulitendwa na mkaka mrefu mzuri mweusi, alafu kila ukutana na mkaka mzuri mweusi alafu mrefu, wewe hutaki tena mahusiano, yaani hata hutaki hata asikusemeshe. Hizo ni kama dalili, kwa sababu kwa nini unamchukia? Kwa nini umpendi? Unakutana na mbaba mfupi mwenye kitambi, wewe hutaki kabisa kusemesha. Nazungumzia kwa mfano wa dada, hata wakaka vile vile. Mdada mweupe mwenye shepo la namna fulani au mwenye macho hutaki. Kwa nini? Inaweza kuwa ni trigger kwako, kwenda kurudisha kwenye maumivu. Kwa hiyo ndio maana ya kuziweka hizo dalili, tuzione, tufahamu ni namna gani zinaweza zikawa mtu anaweza akajifahamu pia kama ni mwathirika. Kama nitakuwa nimekujibu tafadhali, maana niko nje ya muda, lakini tunaweza tukatambua kwa dalili. Na denial si changamoto, kwa sababu kwetu sisi mtu mwenye denial pia ni mgonjwa wa akili. Kwa hiyo ukiona denial zinakuwa ni nyingi na unakataa uhalisia fulani ambao una wasiwasi nao kwamba ni kweli, pia inawezekana ni tatizo. Kwa hiyo kumuona mtaalamu ili akuangalizie dalili zako, akusaidie, ni vizuri, kwa sababu hata hivyo kuwa na msaikolojia wako ambaye unamuona mara kwa mara si kosa, kwa sababu ubongo wetu unaona vitu vingi na unahifadhi vitu vingi pia. Kwa hiyo wakati mwingine unapoona uwezi mwenyewe, ni vizuri kumuona mtaalamu, kutafuta msaikolojia wako, ukawa una attend, kwa sababu si kosa kuwa na msaikolojia wako kama unavyoweza kuwa na daktari wako au mtu mwingine wa karibu. Nashukuru sana kwa swali lako, na kwa majibu hayo sijui kama ameridhisha au bado. Asante. Okay. Naona hapo katika comment umefanya kwa mute. Okay. Sawa. Hiyo. Okay, sawa. Anadai ameelewa vizuri, kwa hivyo tunashukuru sana mwezeshaji kwa majibu mazuri. Je, kuna mwingine yeyote ambaye anatamani kufahamu jambo fulani ama unahitaji kushare comment kuhusiana aidha na your experience kupitia somo la leo PTSD? Karibu kwa dakika 2. Karibu. Unaweza ukanmute mic halafu ukashare. Okay, ukimya huu unaonyesha kwamba somo limeeleweka vizuri. Na kwa kuwa somo limeeleweka vizuri zaidi, tunapenda kukushukuru mwezeshaji Sebastian. Na kikubwa zaidi katika haya masomo ambayo tunayoendelea kujifunza ni kwa ajili yetu. Jamii ni sisi. Sisi tukiwa bora, jamii tunaweza tukaifanya ikawa bora zaidi, lakini pia tunaweza tukaleta matokeo mazuri zaidi katika nchi yetu. Kwa hivyo kwa pamoja, hivi vipindi ni endelevu, na kila Alhamis tunakuwa tuna hivi vipindi kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Kunakuwa kuna topic mbalimbali na wawezeshaji tofauti ili watu tuweze kutambua hizi huduma. Pindi utakapokuwa umepata changamoto yoyote, unajua ni wapi nasaidika. Na siku ya leo mwezeshaji wetu ni kutokea Iringa kule, si ndio?
Kwa hivyo tunapata wawezeshaji kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hivyo utapokuwa umepata changamoto, kushare sio udhaifu, lakini ni ujasiri. Na hizi ndio nafasi za pekee ambazo tunazipata kwa ajili ya kuweza kupata ustawi mzuri wa afya zetu za akili. Kwa hivyo tusichukulie poa, hivi vipindi ni so insightful kwa ajili yetu. Zaidi na zaidi tuendelee kukushukuru sana Mr. Sebastian kwa presentation nzuri ambayo imetufungua vitu vingi ambavyo vilikuwa bado hatujavielewa vizuri. Asante sana. Maybe kama utakuwa una labda neno la mwisho kuhusiana na hichi kipindi cha leo, kama mtu hajasikia vyote ama amekuja amejoin mwishoni kabisa, achukue kitu gani siku ya leo? Sebastian? Nashukuru sana kwa nafasi, nashukuru sana kwa kuniamini na kwa kunisikiliza vile vile. Kipindi ni kizuri, nimekipenda, lakini nisisitize tu kwamba jamani, magonjwa ya akili yapo. Na magonjwa ya akili napenda kusema ni kama magonjwa ya mwili unavyoyaona. Leo unaweza kuwa mzima, kesho ukaugua. Leo unaweza kuwa na afya nzuri ya akili, kesho ukawa na changamoto ya akili, alafu usipoitibu kesho kutwa yake ukawa na magonjwa ya akili. Kwa hiyo tusidharau. Kama huwezi unaona kabisa wewe huwezi mwenyewe, mtafute rafiki yako, mshirikishe, ambaye unamwamini na ni msiri. Ukiona huwezi, basi mtafute mtaalamu wa afya ya akili, kaa naye, jadili. PTSD ni gonjwa moja la akili ambalo ni very very challenging, na bahati mbaya tunakutana nalo sana kwa sababu tunaishi kwenye jamii yenye matukio. Kwa hiyo tafadhali jaribuni kulinda afya zenu zote za mwili na za akili, na unapohisi una changamoto waone wataalamu. Naweza nikasema hilo. Nashukuru. Asante sana Mr. Sebastian. Okay, ninaona pia hapa ujumbe mwingine. Okay, asante kwa somo zuri, nimejifunza mengi. Tunawashukuru sana wote. Basi nami napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambao mmehudhuria katika hichi kipindi cha leo, na kama desturi ya Akili Huru inapenda kutaja majina kuanzia Beni hapo, tuna Dula, Mr. Elias Mwinuka, angalau ungetusalimia tu. Irene, Caleb, Mutoni, tuna Ruthel. Okay, kuna huyu anaitwa Evelyn somebody Ihewa. Yes, asanteni sana kwa kuhudhuria katika kipindi cha leo, na elimu hii tuliyoipata ikajumuishwe kwa watu wengine. Lakini kaka Elias, walau tusalimie basi tunavyoendelea kurap up. Karibuni sana. Okay, kuna text message. Okay, na wasalimu wote, asanteni. Okay, feel free. Okay, asante sana. That was good. Tunawashukuru sana, na tukutane Alhamisi ijayo, tutakuwa tuna kipindi kingine. Na usipange kukosa. Ukiwa unapenda kujoin ama kufollow katika social media, Akili Huru inapatikana. Ukisearch Instagram utaikuta Akili Huru, na tunaweka program zote ambazo zinaendelea. Lakini pia kama utahitaji intervention na Mr. Sebastian, namba za simu zipo zinapatikana. Just text in any platform ya Akili Huru, then utapata namba za Sebastian, intervention ziweze kuendelea. Lakini Akili Huru ipo kwa ajili ya kuwa link na hizi services zote, maana hii kazi hatuwezi kufanya peke yetu bila kushirikiana na watu wengine wote. Kwa hivyo asanteni sana, tukutane Alhamisi ijayo.